Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Sina shaka umeamka ukiwa buheri wa afya kabisa, na mimi si jambo. Jana siku ya tarehe 4 ilikuwa ni siku mbaya sana katika maeneo ya karibu kabisa na mlango wa bahari wa Hormuz, baada ya kushuhudia jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC wakifanya mashambulizi makubwa kwenda katika meli za kijeshi za Marekani, lakini pia meli za biashara, ambapo meli ya Korea Kusini na nyinginezo zimeripotiwa kushambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia tulishuhudia Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kushambuliwa vibaya sana katika kituo kikubwa cha mafuta cha Fujairah kwa kutumia droni pamoja na makombora. Lakini vile vile kuna ripoti ya shambulio kwenye eneo la mafuta la UAE kwenye baadhi ya bandari zake na miundombinu ya mafuta. Irani baada ya kutekeleza yote hayo siku ya hapo jana, waliachia video ikionyesha mashambulizi, jinsi ambavyo walikuwa wakituma makombora yao moja kwa moja kuelekea kwenye meli za kijeshi za Marekani, lakini vile vile kuelekea katika meli za kibiashara. Moja ya meli ambayo ilishambuliwa ni meli ya Korea Kusini, wakionyesha jinsi gani makombora aina ya Kadri yalivyokuwa yakitumwa katika fukwe karibu kabisa na maeneo ya mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran wametia kambi huko. Kombora hili la Kadri ni kombora ambalo hutumika zaidi kushambulia malengo ya baharini. Lina uwezo wa kwenda masafa ya kati kwa haraka sana. Hivyo kwa umbali ambao jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran ulikuwepo, na umbali hadi sehemu ambazo meli za kijeshi za Marekani zilikuwepo pamoja na meli hizo za kibiashara ambazo zilikuwa zikilazimisha kupita, haukuwa umbali mkubwa sana, kwa sababu Marekani sehemu ambayo ilipo ni kilomita 300 mpaka ambapo mlango wa bahari wa Hormuz ulipo, sehemu ambayo Irani imeweka kambi yake pale, jeshi lake la majini la IRGC. Sasa haikuwa ni umbali mrefu sana. Kwa jinsi ambavyo meli hizo zilikuwa zikisogea karibu na mlango huo, ilikuwa ni rahisi zaidi kuwa targeted na makombora ya Irani pamoja na droni. Na siku hapo jana ilikuwa ni siku ambayo kwa kiasi kikubwa sana imeelezwa kuwa mbaya kwa upande wa Marekani, hadi kuona vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vikiitishia Iran kwamba huenda hata ikafutwa kabisa katika ramani ya dunia, yani ikafutwa duniani kabisa endapo itashambulia malengo ya Marekani, hasa meli zake za kijeshi katika eneo la Hormuz. Lakini sasa kupitia rais wa Marekani Donald Trump jana alisema kwamba ni muda sasa wa Korea Kusini kujiunga na Marekani katika vita hivi, lakini pia katika harakati za kuhangaikia mlango wa bahari wa Hormuz uweze kufunguliwa. Na hii ni kutokana na kwamba meli yake ya kibiashara ilishambuliwa na makombora ya Iran. Sasa Trump ameihamasisha Korea Kusini kwamba ni muda sasa wa kujiunga na Marekani katika mzozo huu ambao bado unazidi kuleta sintofahamu kubwa duniani, na mwafaka wake unazidi kuwa mgumu kwa kiasi kikubwa sana. Hiyo ilikuwa ni siku ya jana, na ni baada tu ya rais wa Marekani Donald Trump kuidhinisha ile operation ambayo ilikuwa inalenga kusindikiza meli zote ambazo zilikuwa katika mzingiro mkubwa na zuio la jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC, baada tu ya Irani kuchukua umiliki wa mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa Marekani ikaanzisha operation ambayo walikuwa wanaiita Project Freedom, yani operesheni ya kusindikiza meli zote ambazo zilikuwa katika zuio la kupita katika mlango huo zisindikizwe na vikosi vya Marekani na zipite free kabisa. Sasa kuna baadhi ya meli ambazo zilikuwa zikilazimisha kupita katika eneo hilo, na baadaye jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran likaja likatoa taarifa kwamba upitishwaji wa meli zote utapita kutokana na maelekezo ya jeshi hilo, kwani wanadai kwamba kwanza kuna mabomu ambayo yametegwa katika eneo hilo, kana kwamba meli zikilazimisha kupita katika njia ambazo sio sahihi, basi madhara lazima yatokee. Manake meli hizo zitashambuliwa au mabomu yatalipua meli hizo. Sasa mtazamaji wetu, leo ni siku nyingine tena tuko hapa kuweza kujuzana, tushuhudie nini ambacho kitajiri leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2026. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.